Rais wa Israel Isaac Herzog amepokea barua kutoka kwa rais wa Marekani Donald Trump akimsihi rasmi kumsamehe kikamilifu waziri mkuu wake Benjamin Netanyahu. Netanyahu amekuwa akikabiliwa na kesi kwa miaka 5 iliyopita kwa mashtaka ya rushwa, ulaghai na uvunjaji wa uaminifu, huku kesi hizo zote Netanyahu akizikana. Katika barua hiyo, Trump anaandika kwamba anaheshimu kabisa uhuru wa mfumo wa haki wa taifa la Israel, lakini anaamini Netanyahu anakabiliwa na mashtaka ya kisiasa na yasiyo na msingi. Ofisi ya Herzog ilisema inamheshimu Trump kwa heshima kubwa, lakini mtu yeyote anayeomba msamaha anapaswa kuwasilisha mwenyewe ombi rasmi. Mnamo mwaka 2020, Netanyahu alikuwa waziri mkuu wa kwanza wa Israel aliyehudumu kushtakiwa. Katika kesi ya kwanza, waendesha mashtaka walidai kwamba Netanyahu alipokea zawadi, hasa sigara na chupa za champagne kutoka kwa wafanyabiashara wenye nguvu. Kesi ya pili anayoshtakiwa nayo ni kutoa msaada wa kuboresha usambazaji wa gazeti la Israel, huku yeye kuwa mtu wa kati atakayetumiwa kuwapelekea siri na habari za Israel. Na katika shtaka la tatu, waendesha mashtaka wanadai kwamba Netanyahu aliendeleza maamuzi ya udhibiti yanayompendekeza mkuu wa kampuni ya mawasiliano ya Israel baada ya kutangazwa vyema na tovuti hiyo ya habari. Hata hivyo, Netanyahu amekana mashtaka yote na kuita kesi hiyo uwindaji wa kichawi unaofanywa na wapinzani wa kisiasa. Mwezi uliopita, baada ya kusaidia kusuruhisha usitishaji mapigano katika kipindi cha miaka 2 cha Israel na Hamas huko Gaza, Trump alisema Herzog anapaswa kumsamehe mshirika wake wa karibu kwa kauli zinazoonekana kuwa nje ya sheria wakati wa hotuba kwa bunge la Israel. Katika barua yake kwa rais, Trump anaandika, huku taifa kuu la Israel na Wayahudi wa ajabu wakipitia nyakati ngumu sana za miaka 3 iliyopita, ninakusihi msamehe kikamilifu Benjamin Netanyahu ambaye amekuwa waziri mkuu wakati Israel ilipokuwa inakabiliwa na vita na bado kusalia akiwa na nguvu za kufanya maamuzi, na sasa anaiongoza Israel ikiwa na amani. Trump anaongeza, ingawa ninaheshimu kabisa uhuru wa mfumo wa haki wa Israel na mahitaji yake, naamini kwamba kesi hii dhidi ya Netanyahu ambaye amepigana nami kwa muda mrefu, ikiwa ni dhidi ya adui mkali sana wa Israel, Iran, hayo ni mashtaka ya kisiasa yasiyo na msingi kwa Netanyahu. Jibu kutoka kwa ofisi ya Herzog linaonekana kuwa la kidiplomasia, likisema kwamba anaheshimu sana Rais Trump na anaendelea kuonyesha shukrani zake za kina kwa msaada usio na kifani kwa Rais Trump kwa Israel. Pia inaeleza kwa upole kwamba yeyote anayetafuta msamaha kwa rais lazima awasilishe ombi rasmi kulingana na taratibu zilizowekwa, kwani kulingana na sheria za msingi ya Israel, rais ana mamlaka ya kuwasamehe wahalifu, kupunguza au kubadilisha adhabu yao. Hata hivyo, mahakama kuu ya haki hapo awali ilitoa uamuzi kwamba rais anaweza kumsamehe mtu kabla ya kuhukumiwa ikiwa ni kwa maslahi ya umma au ikiwa kuna hali mbaya za kibinafsi. Msamaha huo pia unahitajika kuombwa na mshtakiwa au jamaa wa karibu wa mshtakiwa. Hadi sasa hakuna dalili yoyote ya umma kuhusu hili, ingawa kuna uvumi katika vyombo vya habari vya Israel kwamba hili linaweza kutokea. Waziri wa usalama wa taifa la Israel Itamar Ben-Gvir alihimiza Herzog kumsikiliza Rais Trump, akisema kesi ya Netanyahu imekuwa mashtaka dhidi ya mashtaka ambayo uzembe wake na uhalifu wake hufichuliwa mahakamani kila siku. Hata hivyo, kiongozi wa upinzani wa Israel na waziri mkuu wa zamani Yair Lapid aliandika kwenye mtandao wake wa X, niwakumbushe, sheria ya Israel inasema kwamba sharti la kwanza la kupata msamaha ni kukiri hatia na kuonyesha majuto. Baadaye aliliambia bunge la Israel kwamba unakuja wakati ambao watu lazima wajibiwe. Lazima pia tuseme hapana kwa rais wa Marekani. Sisi ni nchi huru, kuna kikomo cha kuingiliwa. Hii ni Msasa Media, Msasa kisasa zaidi.